Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa Maisha Kamili. Hiki tuko tunasoma namna gani tunaweza kushirikiana sisi kwa sisi katika Kristo. Na tunaona masomo mengi, kuombeana, wazazi na watoto, uhusiano wa bwana na mkazi wake. Lakini pia tumeangalia mwanaume na mke wake, mume na mke. Na namna gani tumeona tunaweza kuenenda katika hilo. Masomo ni mengi sana. Amen. Leo tunaenda kutoa hitimisho, lakini pia na kujibu maswali ambayo tumepatiwa katika somo hili. Basi kabla kwanza tuweze kupata. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, tunalitukuza jina lako maana wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetujalia tuje tujifunze, wewe ukiwa mwalimu wetu. Baba, tunamuombea anayefuatilia haya masomo. Baba, unapotufundisha na kutuelewesha, na yeye apate kuelewa namna unavyotaka wewe. Mungu wetu tunakushukuru, anza nasi hapa na umalize nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Sasa tunamaliza somo kuishi pamoja sisi kwa sisi. Na hapa kuna tafakari tuongoza kwenye maswali sasa ya kujaribu ya kujadili, ya kutafakari pamoja. Nukuu hii inatoka kwa kalamu ya Ellen G. White kutoka kwenye kitabu cha Testimonies for kinaitwa Ustawi wa Familia, ukurasa wa 148. Anasema kila mwanafamilia anapaswa kutambua kwamba ana wajibu binafsi kufanya sehemu yake katika kuongeza faraja, taratibu na ulinganifu wa familia. Mtu hapaswi kufanya kazi kinyume na mwingine. Wote wanapaswa kwa umoja kujihusisha na kazi nzuri ya kutiana moyo. Wanapaswa kuonesha upole, ustahimilivu na uvumilivu, kuzungumza kwa sauti ya chini, tulivu, kuepuka machafuko, na kila mmoja akifanya kila awezalo kupunguza mizigo ya ametaja mama au ya mwenzake. Mwisho wa kunukuu. Kwa wanandoa, amenigeukia vizuri. Hata na yeye tumejifunza kanuni nyingi wiki hii za kusaidia kuishi pamoja. Zipi ambazo nahisi wewe zimekubariki, umeziona zikileta matokeo kubwa katika umoja wa ndoa kama mume na mke? Kama mume na mke, jambo la kwanza, kwanza una miaka mingapi katika ndoa? Ninaingia mwaka wa 10. Basi endelea. Asante, ubarikiwe sana. Yaani jambo la kwanza ni uhusiano wa ndoa, ile picha jinsi ilivyo ichukuliwe, igeuzwe iwe picha ya Yesu na kanisa lake. Tuki kwa mfano mimi baba wa familia, nikijichukulia kwamba sasa ndiyo Yesu na familia yangu ndio kanisa, haitakuwa na ugumu, kwa sababu Yesu ametuelekeza tuende kwa upendo. Amina. Ni dili na mke wangu kwa upendo. Amina. Na yeye ameelekezwa kwa unyenyekevu, atii. Amina. Tukienda kwa picha hiyo, na fulani hata kama unakuta ugumu, unajiuliza Yesu na kanisa angefanyaje? Yeye angefanya hivi? Unarudi. Amina. Kwa hiyo tukitafsiri ile picha ya mke na mume, tukileta Yesu na kanisa, inakuwa vizuri. Amina. Arnold hajaoa. Na vijana ambao hajaoa huwa wakati mwingine wanaambiwa kwamba ndoa sio lele mama, ndoano na nini, changamoto zake. Sawa, ni picha ya Kristo na kanisa. Tunasema kuna msuguano huko bwana. Unatoa ushauri gani kwa kijana kama Arnold ajiandae vizuri kukabiliana na changamoto? Zipo, zipo. Hatuwezi tukasema hazipo. Sasa ajiandaje kisaikolojia, kiroho? Ushauri wa bure. Jambo la kwanza, ajiandae kwamba familia itamtegemea yeye. Yeye ndio top.
kwamba maamuzi yake yatahitajika na familia. Achukue nafasi kama ndio mwenye final say. Lakini hii final say iwe kwa upendo kwa hawa watu katika Bwana. Yeye ni kichwa. Kichwa kikiwaka moto au dereva akipanic, gari inapinduka. Na mwenzake akienda naye kwa upendo katika Bwana, mambo yatawezekana. Una swali umuulize lolote kuhusiana na aliniambia changamoto, ananiambia changamoto wanasema hata chupa zile kwenye crate zinaweza zikagongana. Hata vyombo, vikombe kabatini vinaweza vikagongana. Sio kugongana kwamba kuna nini, lakini unaweza mkatofautiana kimawazo. Mnaweza mkawa mnajadili mada, kila mtu analeta upande wake, lakini sasa kikubwa ni kwamba mnapotofautiana kwenye mjadala, yeye ana A, wewe una B, ni namna gani ya kuleta A na B zikae pamoja. Sawa? Unapopambana kwamba A na B ziwe pamoja, unajaribu Kristo anatuambiaje? Unamwelekeza kwa upendo. Ukimwelekeza kwa upendo katika Bwana, ataona umuhimu kwamba kumbe na yeye atapokea kwa kutii. Na mimi niliongeze tu ukimwombea. Amina. Twende kwa habari ya malezi. Tunashuhudia wazazi waliowapeleka watoto kanisani, walitafuta kuwalea katika kanuni hizi tunazozungumza, lakini watoto wakaishia kuwa magari, kukataa tembea katika ile njia. Sasa tunaongeaje? Tunaweza kuambia nini wazazi kama hawa? Kuna ujumbe gani wa faraja? Kuna ushauri gani? Katika wiki hii tumejifunza pia hakuna jambo jema kama kuombeana. Na hata kama kwenye nyakati kama hizo, saa nyingine mtu anakuwa haumuelewi niseme, lakini katika kudumu na kukesha na kuvunja maroho, tunaweza tukaokoa hiyo hali, kwa sababu kwa Mungu kuna jambo linaloshindikana. Anasema haja zenu zisijulikane mbele zao. Kwa hiyo ni wazazi kuzidi kudumu katika kuomba, lakini pia na kuzidi kuchota hekima kwa Mungu, namna gani kuweza kuongoza watoto katika njia ipasayo. Tunasoma fundisha mtoto njia ipasayo, naye hata iache. Namkumbuka yule kijana mpotevu, akakumbuka sema kile hapana, nyumbani kwangu nina baba, kuna utajiri mwingi. Mimi sio, maisha yangu sio haya, hapa sio mwisho wangu. Kwa hiyo mtoto hata iache ile njia, hata atakapokuwa nini mzee. Na faraja na ushauri na tunaambiwa kwamba mzazi usije ukasema kwamba nilikosea kwa kukufanyia jambo fulani. Simwambie mtoto nimehangaika bure. Ukisema hivyo usikate tamaa. Unaweza mtoto akiwa mdogo unampeleka kanisani, umempa mafundisho yote, masomo umesoma, lakini ukubwani unakuta kwamba anataka kuacha njia. Usikate tamaa. Usije ukatamka kwamba kumbe nilikuwa nahangaika bure, nimepoteza muda wangu. Usiwaambie watoto hivyo. Kuwaombea. Na kama mtoto anaijua njia ya kurudi nyumbani, atarudi. Na ile neno nasema hataiacha hata atakapokuwa mzee. Anaweza kuchepuka, lakini atarudi tu nyumbani. Mwana mpotevu anajua njia ya kurudi nyumbani. Ndio kabisa. Amen. Tuzungumzie habari ya kutembea kwa hekima. Upumbavu. Kinyume chake ni upumbavu. Hiyo ni katika mahusiano au hiyo katika una uzoefu katika hili au nini na ushauri wowote, namna muhimu kutembea kwa hekima. Kwa hekima. Kuna maarifa yote ya Mungu. Tumejifunza namna ya kuishi pamoja.
namna ya kutembea na hekima. Najaribu kuangalia jinsi ambavyo wakati mwingine baada ya kufahamu vitu vingi sana hivi unaanza kuona kwamba labda njia sahihi ni kuanza kufundisha. Bwana, umesikiliza ubiri la leo, yani lile lilikuwa ni lako hili. Hebu sema, tunawezaje haya maarifa ya Mungu tuliyoyapata kuyatumia kwa manufaa, kwa hekima? Na si kwa ubaya. Ni muhimu kiasi gani? Mimi naweza nikaanza kwa kusema tunapoenenda kwa hekima kunatokea amani, kunatokea tunaweza tukasema mafanikio. Nahitaji kumwendea mtu ambaye nimepata jambo kuhusu mtu nataka kumuona. Hekima nitakayotumia kumwendea italeta amani na itarudisha upendo na nitafanikiwa. Nimesikia labda rafiki yangu ameteleza, nikienda kumuona, nisipoenda kwa hekima nikienda kwa upumbavu nitaharibu na atazidi kupotea. Lakini nikienda kwa hekima nitampata, nitamrudisha kwa unyenyekevu wa Kristo, kwa upendo wa Kristo. Kwa wakati tunapoenda kwa hekima kuna faida kubwa. Hata katika kufundisha watoto, ukitumia hekima, ila ukitumia upumbavu umeharibu kila kitu. Upumbavu ni kutumia maarifa vibaya. Kutumia maarifa vibaya, mtoto muone kama fulani sijui nini, yani maneno yale ambayo hayafai. Tunasema kama baba angetakiwa kunifundisha kwa hekima nielewe, ndio hivi sasa anapotea. Basi ndio somo la wiki hii, ndio tunamaliza somo la 12 hilo, kuishi pamoja sisi kwa sisi. Ninaamini kama tulivyomaliza hapo, kila mmoja ashindilie kwa sentensi moja, tukamilishe, tutakuwa tuko pazuri, tusonge mbele kutoka hapa. Neno la mwisho, dumuni katika kuomba. Amina. Tuende kwa hekima ya Bwana. Mimi niseme Yesu ndio hekima yenyewe. Amina. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, hekima yako. Kamshike mkono kila mmoja wetu, akiwepo na yule ambaye anatusikiliza. Umesema kuna mtu wa kwenu amekosa hekima, aombe. Baba, tunaomba kwa ajili ya msikilizaji na mwanzo mpya, maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Mpaka tena masomo mengine, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Tunakushukuru sana ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri. Ndio tumefikia tamati somo la 12 ambalo tunasema ni gani tunaweza kujihusisha sisi kwa sisi, kuishi pamoja sisi kwa sisi. Tunamaliza somo la mwisho wiki ijayo. Kusimama katika mapenzi ya Mungu. Robo ndio inaisha hivyo ya kwanza ya mwaka 2026. Kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Sio ya kukosa hii. Tunaenda kutoa hitimisho kubwa ambalo hujawaiona. Amina. Mungu akubariki sana. Mimi Arnold Binza, Enos Mwakalindile, nami Geoffrey Mondi, Temboni, Dar es Salaam. Amina.